Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kumekuwa na taarifa tofauti. Kuna mtu aliniuliza, ngoja nisome hii taarifa alafu nitakwambia mtu aliniuliza nini. Taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya Irani inasema hivi: mazungumzo yafuatayo ambayo yatakuwa pia yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Irani yatafanyika baada ya mazishi ya kiongozi mkuu wa Irani, wapatanishi walisema Alhamisi, huku diplomasia ikiendelea mbele katika kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Kufuatia majadiliano yasiyo ya moja kwa moja ya maadui huko Doha Jumatano, Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na wapatanishi wa Qatar pamoja na Pakistani walitoa ishara kwamba diplomasia ilikuwa ikiendelea licha ya makabiliano mafupi mwishoni mwa wiki. Makubaliano ya muda yalikubaliwa kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kukomesha uhasama katika pande zote mbili. Lakini maswali makubwa yalibaki bado yanahitaji kushughulikiwa katika mazungumzo, ikiwa pamoja na mpango wa nyuklia wa Irani ambao ndio limekuwa jambo kubwa. Wapatanishi wa Qatar na Pakistani wao walihitimisha mikutano tofauti pamoja na wapatanishi wa Marekani na Irani huko Doha siku ya Jumatano, huku maendeleo chanya yakipatikana kwa mujibu wa taarifa ya Pakistani Alhamisi. Hata hivyo, Islamabad iliongeza kuwa pande hizo zilikubali kuendelea na mazungumzo, huku mkutano unaofuata ukipangwa kufanyika mapema iwezekanavyo kufuatia maandamano ya mazishi ya kiongozi mkuu wa Irani. Baada ya hilo, kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei yeye aliuawa akiwa na umri wa miaka 86 katika makazi yake katika mji mkuu wa Irani mnamo Februari 28, siku ya kwanza tu ya vita. Mamlaka yalipitishwa haraka mwanae Mujtaba achukue nafasi yake. Mazishi ya umma ya Ali Khamenei yataanza Jumamosi. Mwili wake utakuwa umelazwa katika jengo kubwa katikati mwa Teherani, ambapo ndio kutaandaliwa sala kuu. Wakati swala ya Ijumaa itasaliwa, sherehe rasmi na mikusanyiko ya kidini itaanza. Mazishi yake rasmi yatafanyika Julai 9 katika eneo takatifu la Imam Reza katika mji wa kaskazini wa mashariki wa Mashhad, sehemu alikozaliwa Khamenei. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani Kazim Gharibabadi, ambaye aliongoza ujumbe wa Teherani, yeye alisema mazungumzo ya Jumatano yamekamilika kwa makubaliano ya kuanzisha njia ya mawasiliano ifikapo Alhamisi ili kuripoti na kurekodi madai ya ukiukwaji wa makubaliano. Irani ilikuwa imesisitiza kwamba hakutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani huko Doha. Trump pia aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kabla ya kupanda ndege ya jeshi la anga Air Force One, kwa kadri mambo yanavyokwenda, kuondoa silaha za nyuklia nchini Irani kunaendelea vizuri. Tumewapiga vikali sana, lakini tunaelewana nao vizuri sana, aliongeza Trump. Majadiliano ya Qatar yalifanyika katika ngazi ya chini na kulenga kutekeleza makubaliano hayo. Yalikusudiwa kujenga juu ya maendeleo yaliyopatikana katika mkutano uliofanyika kule Lucerne, Uswizi. Mwanadiplomasia mmoja aliambia AFP kwa sharti tu la kutotajwa jina lake, Teherani ilikataa pendekezo la awali la Trump kwamba mazungumzo hayo yatakuwa ya moja kwa moja, huku msemaji wa wizara mambo ya nje Ismail Baqai akisema Irani haina mipango ya mazungumzo na upande wa Marekani katika ngazi yoyote katika siku zijazo. Gharibabadi yeye alisema majadiliano pia yalihusu mali za Irani zilizozuiliwa ambazo Teherani inazitaka kama sehemu ya makubaliano yoyote. Alisema maafisa walipitia matumizi ya sehemu ya dola bilioni 6 za awali na walikubaliana kwamba bidhaa zinazohitajika na Irani zitanunuliwa na kupatikana. Wajumbe wa Marekani, yani Jared Kushner na pamoja na Steve Witkoff, hawakuwa wakishiriki katika mazungumzo ya kiufundi. Mwanadiplomasia huyo alisema baada ya kukutana na waziri mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani siku ya Jumanne.
Siku ya Jumatano, ofisi ya Emir wa Qatar ilisema Kushner na Witkoff pia walikutana na mtawala Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Tangu makubaliano ya Marekani na Irani yaliposainiwa mwezi uliopita, pande hizo mbili zimebadilishana mapigano katikati hapo eneo la Ghuba. Teherani yenyewe ililenga meli za kibiashara ambazo ilisema ilikuwa imepotoka kutoka katika njia yake iliyoidhinishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Na baadaye amri kuu ya Marekani ya CENTCOM ilijibu kwa kusema ilikuwa imeshambulia maeneo 10 ya kijeshi ya Irani. Kisha Irani ikashambulia kambi za Marekani kule Kuwait pamoja na Bahrain na kulaaniwa na majimbo yote ya Ghuba. Pia CENTCOM ilisema Jumatano iliongoza mazungumzo ya usalama kikanda yaliyoandaliwa na Bahrain, yaliyofanyika na viongozi wa ulinzi kutoka mataifa 12, wengi wakiwa katika nchi za Ghuba. Viongozi wote walisisitiza kujitolea kwao kwa pamoja kwa mtiririko huru wa biashara kupitia mlango wa Hormuz. Taarifa ya CENTCOM iliandika hivyo kwenye mtandao wa X. Gharibabadi alijibu Alhamisi akisema kwamba mlango wa bahari umefafanuliwa chini ya amri ya Irani, sio ya CENTCOM. Mpatanishi mkuu wa Irani Mohammad Bagheri Ghalibaf, yeye alisema Jumanne kwamba wakati vita vya ukubwa huu vinapofikia mwisho, ni jambo lisiloepukika kwamba kutakuwa na changamoto za utekelezaji, matukio na tofauti za maoni, hasa pale ambapo pande kama vile utawala wa Israeli unahusika. Katika upande wa Lebanoni, mapigano kati ya Israeli na Hezbollah pia yalikuwa yametulia kwa kiasi. Hezbollah ambayo inaungwa mkono na Irani yenyewe iliivuta Lebanoni katika vita vya Mashariki ya Kati mwezi Machi kwa kurusha roketi na makombora dhidi ya Israeli na kusababisha mashambulizi ya anga ya Israeli na uvamizi wa ardhini. Teherani imesisitiza kwamba makubaliano yoyote ya mwisho yanapaswa kujumuisha kukomeshwa kwa mzozo kamili wa Lebanoni na kuondolewa kamili kwa wanajeshi wa Israeli kutoka kusini na sehemu ambayo wanaikalia. Mtu aliniuliza, Rahbi, naona kuna wachambuzi wanakwenda kwenye mazishi ya kiongozi wa Irani Khamenei, ambao yeye kwa mujibu wake anasema mbona kuna wachambuzi wenyewe wameibuka juzi tu hata sasa hivi wanakwenda Irani, alafu wewe legend hujaenda. Kitu kimoja ambacho napenda kuambia mara nyingi na ili muenjoy sana, nikisha milikiwa na yoyote sitokuwa Rahbi, hilo mlijue. Nikisha milikiwa na yoyote mimi sitokuwa Rahbi. Niliwahi kuambia kuwa toka 2018 niko kwenye uchambuzi, na nimeingia uchambuzi wa kimataifa miaka 20 iliyopita, toka 2020, yani miaka 6 iliyopita mimi nimeanza kuzungumza masuala ya kimataifa kwenye vyombo vya kimataifa. Miaka 6 iliyopita tayari niko kwenye vyombo hivi vya kimataifa, na uzuri nafanya kazi na media zote kubwa, yani media zote za Kiswahili unazozijua kubwa. Ukisikia media ya Kiswahili yote kubwa sijafanya nayo, sijataka mimi, yani nasemea international, ni kuwa sijataka, lakini media zote ambazo nataka kufanya nazo nafanya nazo. Manake kuwa naweza kusema kuwa niko piki ya mwisho kwa mujibu wa lugha yetu ya Kiswahili, niko mwisho, naenda wapi? Sasa shida moja, mkitaka Rahbi niwe kama wao, nitapoteza sifa ya kuwa Rahbi. Najua kuna wachambuzi wanapewa nini, kila kitu unapewa tipu, unapewa safari, twende kwenye nchi yetu ukatembee. Sitaji hata hizo nchi, lakini wenyewe mnawajua, wamefadhiliwa kwenda kwenye nchi mbalimbali ambazo ziko kwenye mizozo. Kwa ajili nini? Ili mchambuzi aje alete taswira ya kuifanya kuwa nzuri. Nilishawahi kuambia siko upande wowote, hata upande ambapo watu wanadhani labda niko upande wa Irani. Mimi siko upande wa Irani, wala siko upande wa Israeli, wala siko upande wa Marekani. Kazi yangu mimi kuwaonyesha wapi kuna matobo, shida iko wapi. Nikisha chagua kumilikiwa na upande, wewe utanichoka, kwa sababu kabla ya kunisikiliza nazungumza nini utajua mimi nazungumza nini, kwa sababu tayari anayekufadhili, anayelipia wimbo ndio atachagua mdundo. Yani anayelipia ndio atachagua wimbo gani upigwe. Leo hii unaweza kuwa unamiliki fedha, iwe milioni 1, milioni 100, milioni 10, milioni ngapi. Mtu anaweza kuja kukupa favor ndogo sana ambayo kiasi unachokimiliki wewe ni kikubwa sana, lakini akakupa favor fulani. Katika favor hiyo tu ikakudrive, ikakuendesha na ukatembea kwenye njia zake. Ndivyo ilivyo asili. Sasa binafsi nimeshapokea mialiko mingi kwenye balozi nyingi hapa, hasa balozi ambazo zinakuwa nchi zao zina matatizo sana. Nimepokea mialiko. Ukweli kuwa nimewahi kufika kwenye ubalozi mmoja tu, na mara kadhaa huwa ninakwenda, na hata huwa nikijisikia huwa ninakwenda. Mimi ninakwenda ubalozi wa Palestina pekee. Ndio ubalozi ambao nakwenda, kwa sababu mimi binafsi naamini kuwa
hawana pesa ya kunihonga mimi, pesa ya kunipa mimi hawana, isipokuwa mimi ni wachangishe nyinyi watu wangu ili tuende tuwapelekee wao pale wakasaidie chochote kutoka kule. Kwa hiyo hawa hawawezi wakanicontrol na kunipangia nini cha kuzungumza. Lakini mkitaka Rahby niwe kama wao, basi mfahamu kabisa kuwa Rahby atapotea muda si mrefu. Nitapotea kwa sababu mtajua ninaelekeza, yani kwa sababu nitapewa maelekezo tu pale nitapowagusa, lazima waje, kwa nini umezungumza hiki, wewe mtu wetu kupaswa kutuchafua wewe. Leo hii nimekaa kwenye migogoro yote, sijulikani niko upande gani. Mgogoro wa Urusi na Ukraine mpaka leo watu hawajui mimi nilikuwa upande gani. Niko upande wa Urusi, niko upande wa Marekani, niko upande, migogoro yote nimejinasibu kuwa mimi nitakuonyesha kasoro ilipo. Kwa hiyo hili swala la kwenda, si baya kushiriki mazishi, si baya kushiriki kwenye lolote, si, lakini ingebidi kama nataka kwenda basi ningeenda mwenyewe bila kupitia ufadhili wowote, bila kupitia chochote. Yani ningekwenda mimi kama mimi Rahby, ingekuwa jambo zuri zaidi. Lakini kama kutakuwa na ufadhili wa kutoka taasisi yoyote kwa ajili ya kwenda kule, it means kuwa ninaenda kupoteza chochote nilicho nacho. Kila siku ninawaambia jambo moja, kuwa tuko kwenye uchambuzi wa haya magrupu yetu kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Kwa zaidi ya miaka miwili. Na watu hawapungui. Kila siku watu wanaongezeka kwenye magrupu. Na namba yetu hata ukienda YouTube inapanda sana kule. Unadhani unawaambia nini hawa watu kila siku ili waweze kukusikiliza? Yani vipi utawafanya hawa wa kuamini na waone kuwa hapa tuko sahihi, kwa sababu tunapata vitu ambavyo vinakuwa deep tunakwenda? Ni lazima ujenge status yako bila kumilikiwa na upande wowote, yani bila kupewa maelekezo kuwa zungumza hiki, zungumza hiki. Ukishachagua tu hivyo, basi hautoendelea sana, utapotea muda si mrefu sana. Nimetaka kulifafanua hili kutokea katika hili andiko. Sasa nabaki kuwaeleza kuwa kuna kitu ambacho, yani unajua, huwa napenda kuambia kuwa dunia imeandikwa kwenye script ya uongo, yani ya kufikirisha. Halafu script hii inapitiwa vizuri na watu. Halafu kuna watu wamefichwa ndani ya ile script, wakalishwa. Ndio nakwambia kuwa ukisha kubali kumilikiwa sehemu, utapangiwa cha kuongea. Ndio maana niliuliza wakati wanaharakati walipokamatwa kule Gaza, mnakumbuka? Unajua leo zimetimia siku 1000 toka ule uvamizi wa Oktoba 7, yani toka vurugu ya Israel na Hamas ianze, siku 1000 zimekatika. Sasa niliwahi kukuambia kuwa wanaharakati wa Flotilla Sumud mara kadhaa wameingia kule Gaza na wakawa wakikamatwa, lakini tuliona wanaharakati wengi duniani wakienda, yani wengi duniani. Nikajaribu kuuliza kuwa sisi huko Afrika tunao wanaharakati, alafu hata hapa East Africa tunao wanaharakati ambao wako juu sana. Wao wanatembelea hadi nchi nyingine, kuwa ikiwa nchi hii na tatizo wao wanakwenda, ikiwa huku mara kadhaa wanafanya vile. Lakini niliwahi kuuliza, mbona hawakwenda Gaza? Kwa kile kinachotokea Gaza hawakioni? Au wanaona tofauti na mengine? Au wao wanaona ni kile ambacho, kwa sababu wamepewa script. Hii ndio script, utatembea hapa muelezee fulani hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo lazima wacheze kwenye njia. Sasa hii taarifa inasema hivi: usafirishaji wa kijeshi uliounganishwa na Israeli umepitishwa kupitia vituo vya usafiri na kuandikwa kama mzigo wa Umoja wa Mataifa kabla ya kufika Mogadishu. Ukiona Israeli anaishutumu sana Umoja wa Mataifa, utadhani ni kweli kuhusu Umoja wa Mataifa inashutumiwa au Israeli anakiuka hilo. Lakini unapozungumza kuhusu Umoja wa Mataifa unazungumza kuhusu Amerika. Yani Amerika ni Amerika. Ndio maana jana kwenye mazungumzo niliwaambia hivi kuwa vikwazo vinawekwa na Umoja wa Mataifa, vinaondolewa na Marekani. Kwa mujibu gani na sheria gani ambayo inafanya Marekani aende kuondoa vikwazo vya kisheria vya wanachama 193 wa Umoja wa Mataifa ambavyo wameidhinisha, na hawa wote wakae kimya? Kwa hiyo ile picha ya kile kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa huwa ni picha imechorwa, lakini ile picha inayozungumza kuhusu Umoja wa Mataifa ni picha imechorwa, lakini nyuma yake ni Amerika. Sasa Israeli anasafirisha mizigo kwenda Somalia. Ile mizigo ambayo ndani yake ni mifumo ya ulinzi, silaha, zimesafirishwa kwa jina likuwa zinakwenda kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa kule Mogadishu. Zinasafiri na zinapokelewa na ofisi ya Umoja wa Mataifa na zinafikishwa sehemu zinapotakiwa kwenda. Yani huu mzigo unakwenda Somaliland. Taarifa inaendelea kusema hivi: usafirishaji wa kijeshi ambao umetoka Israeli ulitumwa Somalia chini ya uwakilishi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa kutoka vyanzo vikuu vya kimkakati vya kikanda vilisema. Watu hao walizungumza na vyombo vya habari, walifichua kwamba mzigo ambao ulikuwa na takriban ya kilo 1000, yani tani moja,
unaripotiwa kuondoka Tel Aviv kwenda Mogadishu kupitia Nairobi. Ulifika tarehe 21 Juni na ulisajiliwa kama unaelekea ofisi ya Umoja wa Mataifa. Vyanzo hivyo vikasisitiza zaidi kwamba mzigo huo ulikuwa na mfumo wa mawasiliano wa hali ya juu ambao ulikusudiwa kwa matumizi ya kijeshi na kijasusi, ukifichua kwamba ulitolewa na Mer Security and Communication, kampuni yenye makao yake makuu kule Yehuda, eneo la Palestina linalokaliwa. Usafirishaji huo ulipokelewa na ofisi ya Umoja wa Mataifa kule Mogadishu. Kulingana na vyanzo hivyo, hakutakuwa anasema wakati huo ulipokelewa kule Mogadishu. Sasa taarifa hiyo ikawafikia Wahuthi, wakasema wakati huo kiongozi wa Wahuthi Ansarullah Sayyid al-Maliki al-Houthi alisema Juni 25 kwamba harakati hiyo itachukua hatua wakati wowote kuzuia shughuli za Israeli katika ardhi ya Somalia na haitasimama kimya mbele ya upanuzi wa Israeli katika pembe ya Afrika, akiahidi kuendelea kushirikiana na washirika kwa ajili ya duru yoyote mpya kuongezeka kwa kasi kwa vurugu za kikanda. Kiongozi wa Ansarullah alizungumzia hasa maendeleo nchini Somalia, akionya kwamba Israeli inatafuta kuweka msingi wake huko ili kudhibiti ghuba ya kimkakati ya Aden na mlango wa bahari wa Bab el-Mandeb, sehemu muhimu ya bahari ambayo trafiki kubwa ya meli duniani hupita. Al-Maliki anasema, tunafuatilia kwa wasiwasi mkubwa maendeleo nchini Somalia na kile adui wa Israeli anafanya kuchukua udhibiti wa ghuba ya Aden ya Bab el-Mandeb, alisema. Sayyid al-Houthi alihimiza mataifa yanayopakana kwenye bahari Nyekundu kuchukua hatua na msimamo mmoja dhidi ya shughuli za Israel katika eneo hilo, akionya kwamba kundi hilo halitobaki kimya. Tutachukua hatua wakati wowote kulenga shughuli yoyote ya Israel katika ardhi ya Somalia, alisema, akitoa wito kwa mamlaka za kikanda kuiunga mkono Somalia katika kukabiliana na tishio la Israel, akisema ni ukiukwaji wa uhuru wa Somalia na hatari kwa eneo lolote. Mzigo umetumwa na Israeli ukapita kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa, ukasafiri, ukaenda, ukapita kwenye... Unajua ikisha kuwa Umoja wa Mataifa haukaguliwi. Yaani kuwa unaweza kusema kwa Somalia wanapinga lakini hawawezi kukagua. Sasa Somalia wanapokea na mzigo wanaosafirisha kwenda wapi? Somaliland, kuwa huu ni mzigo wa Umoja wa Mataifa. Umepita kutoka kwa Israeli, ukapita, ukaenda huko. Yaani ofisi inayotakiwa, yani unajua ukiangalia kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Somalia ni eneo moja. Somaliland inaunganika katika eneo moja kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wao hao ndio wanapokea mzigo huo wanasafirisha upande wa pili katika kuvuruga kile ambacho wanakisimamia. Kila nikiwaambia kuwa kuna maigizo mengi sana kwenye kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa, kuna maigizo mengi sana ambayo yanatembea dunia katika kumaanisha kama kuwa ulimwengu uko sahihi kwa hili, lakini ukweli kuwa hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo Al-Maliki al-Houthi anasema watachukua hatua ikibidi. Nililieleza hili, unajua nilishalifafanua kwa kina kabisa kuwa wa Somaliland walikuwa wanataka hili litokee na wakatamani litokee, lakini huenda walienda wakati mbaya au uamuzi wao umekuwa sio wakati sahihi kwa kutambua, licha ya kuwa ilikuwa ni nafasi kubwa ya wao ya kufanya hivyo. Sasa wewe fikiria utambuzi wa Israeli wa Somaliland. Nchi za Ulaya, Amerika au unaweza nchi za magharibi zote ni kama hazijui, kama hazioni, kama hazisikii, kama yani chochote hakipo. Ndio huwa nawaambia kuwa hawa wanajua kucheza na akili na maigizo kwa upande wa pili. Yani upande mmoja wanaonyesha kama kuwa wao hawakubaliani kabisa na lakini upande wa pili wao wanapiga mstari kuwa wao ni washiriki wa moja kwa moja wa kila kinachofanywa na Israeli. Niliona mjadala kwenye mitandao ya kijamii hasa kwa kauli iliyotolewa na ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wa zamani wa Jumuiya ya Kiarabu, Amr Musa. Sasa naona mashambulizi sana yalitoka Imarati baada ya yeye, unajua alitoa maoni yake akasema kuwa Irani imeonyesha wanaume kwa kusimama dhidi ya Marekani. Sasa nchi zile ambazo zina damu ya kizayuni ikiwemo UAE walimshambulia sana kuwa wewe unatoka kwenye nchi za Ghuba, yani unaungana na mashambulizi ya Irani kwenye nchi zetu. Sasa alikuwa akijibu jana, na taarifa hii imeandikwa kwenye vyombo vya habari, aliamua kujibu hili andiko, akasema hivi, na inasema hivi: Katibu mkuu wa zamani ya Jumuiya ya Kiarabu Amr Musa amejibu ukosoaji kutoka kwa baadhi ya maafisa na wachambuzi wa nchi za Ghuba, akisema matamshi yake ya kusifu ustahimilivu wa kistaarabu wa Irani yalikuwa kuhusu mzozo wake na Marekani, si kuunga mkono mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba. Yani anasema yeye kauli yake ilikuwa kuonyesha kuwa Irani ni imara
mbele ya Israel na Marekani. Hakusema kuwa sababu alikuwa akiunga mkono mashambulizi ya Irani kwenye nchi za Ghuba. Akizungumza kwenye kipindi cha Mawad al-Malis kinachoongozwa na mtangazaji wa Misri Lamis al-Haddadi, Amru Musa alikataa madai kwamba nchi zote za Ghuba zilikuwa na hasira naye kwa sababu hakuwa ameshutumu waziwazi mashambulizi ya Irani dhidi ya mataifa ya Ghuba. Anasema sio hilo, kwa sababu hakuwa ameshutumu. Alisema si kweli kwamba nchi zote za Ghuba zina mtazamo huu. Huenda kulikuwa na maoni ya kukera kwenye mitandao ya kijamii, lakini ukosoaji mkuu ulitoka kwa watu kama vile mwandishi wa habari Abdurrahman al-Rashidi na mshauri mkuu wa kidiplomasia wa rais wa UAE Anwar Gargash. Ukosoaji wao ulipimwa na kuakisi maoni yanayostahili heshima. Musa aliongeza kuwa al-Rashidi alianza moja ya makala zake kwa kusema, mheshimiwa, unajua jinsi tunavyokuthamini. Alisema aliwaheshimu wanaume wote wawili, anatarajia kujadili swala hilo watapokutana tena. Yani wakati anatoa maoni yake sema okay, kwa sababu yeye mwenyewe aliniheshimu na ilivyokuwa, basi sawa, tutakuja tukikutana tutajadili. Lakini yeye anachozungumza, anazungumzia maelezo yake na utendaji wa Irani wakati wa vita na ustahimilivu pamoja na busara. Musa alisema alikuwa akimaanisha kuwa uwezo wa Irani wa kuhimili shinikizo kutoka kwa nguvu kubwa ya Marekani pamoja na mfuasi wake, akimaanisha Israeli. Alisema hilo ndio jambo kuu la matamshi yangu, yani nilichokizungumza kilikuwa ni hiko. Hata hivyo alisisitiza, shambulio lolote dhidi ya taifa lolote la Ghuba ya Kiarabu ni shambulio kwetu sote. Huu umekuwa msimamo wangu kila wakati na sijawahi kuondoa wala kubadilika. Musa pia alisema hana mgogoro na mataifa ya Ghuba, lakini alikiri kwamba kunaweza kuwa na tofauti za maoni ambazo hazipasi kudhoofisha heshima ya pande zote na uhusiano wa muda mrefu. Aliongeza kwamba kunapaswa kuwa na nafasi ya mitazamo tofauti wakati wa kuhifadhi vifungo vya undugu kati ya nchi za Kiarabu. Yani alikuwa akijibu kile ambacho alishutumiwa. Niliona vyombo vya habari, yani niliona kama Imarati ndio walizidi sana. Vyombo vya habari wanaonekana kama kuwa ni kama vile alikuwa ametumwa, yani wanaonekana kama wakala wa Irani. Kwa nini? Imarati kama kawaida, nawaambia Imarati wamekuwa wazayuni kuzidi wazayuni. Yani wao wamekuwa zaidi ya Israeli wenyewe. Kwa hiyo hili ndio limekuwa au yamekuwa ni maisha yao ya kawaida. Rahby Digital, haki na ukweli.